Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tena nashukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ili kusudi tuweze kushirikiana pamoja neno la Mungu. Ukiwa na Biblia utafungua nami katika kitabu cha Kutoka, mlango ni wa 15 mstari wa 3. Biblia inasema kwamba Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Na pia tutasoma katika kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 35 mstari wa kwanza hadi wa 6. Biblia inasema kwamba Bwana, teta nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Ushike ngao na kikao, usimame unisaidie. Utoe mkuki, wapinge wanaonitafuta. Waambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waibishe wafadhaishwe wanaotafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe na wanaozuilia mabaya. Wawe kama makabi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha nchi. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Ujumbe wangu wa siku ya leo, kichwa chake ni namna vile Bwana anavyowapigania wenye haki wake. Nataka niseme kwamba safari ya maisha hapa duniani ni safari ya vita, kwa ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. That's why ukiangalia katika historia ya uumbaji wa mtu alipoanguka, ikawa ni mwanzo ambao adui aliweza kutawala maisha yake, na vile alivyomtawala, sababu mwanguko ulisababisha kitengo kati ya mtu na Mungu, ikawa kwamba mtu anatafuta vile anaweza kupiganiwa ama kutetewa wakati wa shida. Ndio sababu kuna wale ambao shida ikitokezea wanaweza kutafuta msaada kwa maroho sawafu. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilienda kwa matanga, na ile matanga mama mmoja ambaye ni msichana wa yule mzee aliyekuwa amelala, kuna pesa walikuwa wamewaitisha kama jamii kila mmoja kuweza kustoa, na sababu hakuwa nazo, kuna ugumu penye anajaribu hapati. Kilio chake badala ya kuomba msaada kwa Mungu alikuwa analia, anasema kwamba baba yangu nifungulie njia, maanake mwenyewe amelala. Wakatafuta msaada kwa wafu, hawakupata. Wakatoa tambiko za wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, hata kuku, na pia hata wengine wakatoa damu ya binadamu, but hakuna msaada. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake kuelekea mwanadamu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi 12. Biblia inasema kwamba alikuja kwa watu wake, lakini watu wake wakamkataa, na kila aliyemwamini, aliyempokea, alifanyika kuwa mwana wa Mungu. Huyo ni Yesu. Ukiangalia hapa kuna watu mara mbili. Kuna watu ambao wanaitwa watu wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. Watu wa Mungu asilia yao ni Adamu, na Adamu alianguka. Alipoanguka, uwepo wa Mungu ukatuacha, utukufu wake ukatuacha, adui akapata nafasi katika maisha yetu. So kwa hivyo msaada wa Mungu kwa wanadamu ni mchache sana. Why? Sababu mwanadamu anajitegemea, hajamfanya Mungu kuwa baba yake na pia mtawala wake. Lakini mwana wa Mungu ni yule amempokea Yesu. Ukimpokea Yesu, wewe unafanyika mwana wa Mungu. Mungu ni baba yako, na wale ambao Mungu ni baba yao, Mungu anatoa msaada wake wote kwao. La kwanza, ulinzi ni hakika kwao, na pia vita vikiinuka, Mungu anawapigania, na pia wakiwa na uhitaji, Mungu atawapatia chenye wanataka.
kuinuliwa ni hakika kwao. Nataka niseme kwamba huyu Mungu ambaye ni baba yetu, yeye ni Bwana wa vita, na Biblia inasema kwamba hilo ndio jina lake, na hakuna vita vyenye Mungu amayeshindwa. Ndio sababu ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 22 hadi 23, Biblia inasema kwamba ni yeye mwenyewe anasema kwamba vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Nataka niseme kwamba ukiwa mwana binti wa Mungu, vita si vyako, vita ni vya Bwana, na Bwana hakuna vita vyenye amewahi kushindwa. Kwa hivyo vile tuko katika ufalme wa Mungu, wana na mabinti wa Mungu, elewa kwamba kuna vita vyenye tunavipitia. Kwa ulimwengu wa kawaida, kuna wale ambao wanaweza kukuchukia tu sababu ya biashara yenye unafanya, sababu ya kilimo chenye unafanya, sababu ya amani yenye uko nayo katika ndoa, wasifurahie. Na sababu wanaona kwamba mna amani kwa ndoa, mimi unaona kwamba wengine wanasema wanajifanya hawa ndio wanapendana. Tuone watafika wapi. Wanaweza kwanza na vita kusema kwamba huyu mwanaume amekaliwa na mkewe, ama huyu mke ananyanyaswa na mumewe, lakini sivyo, isipokuwa ni vita. Wakijaribu na maneno ikashindikana, kuna wale wanatafuta kiroho kutumia uchawi ama hata uganga ili kusudi kuangamiza mtu, na kuna wale ambao wakishindwa kiroho watatumika hata kimwili kutafuta kukuua, sababu ya roho mbaya. Na hapo ndio sababu Mungu alielewa peke yetu hatuwezi. Kwa hii safari ya maisha ambayo ni uwanja wa vita, yeye ni Bwana anayetupigania. Nataka niseme kwamba Mungu hupigania watu wake ama wenye haki wake namna gani? Number 1, Mungu hupigania watu wake kwa kuachilia kuchanganyikiwa kwa au maadui na kuwafanya wakeukane na kupigana wenyewe. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 12 hadi mstari wa 23. Mstari wa 12 utapata kwamba hapa ni Yuda pamoja na mfalme wao anaitwa Jehoshaphat. Mataifa matatu yamekusanyika ili kusudi kuvamia ufalme ambao ni mdogo tu, wenye uko na makabila mawili. Sasa hapa wako kwa mfungo, wakasema Mungu, hautawahukumu hawa umati wa watu unaotukujia? Wakasema sasa hatuna na nguvu na hatuna chenye tunaweza tukafanya, isipokuwa macho yetu tumekutazama wewe. Mungu akaachilia roho wake katikati ya mtu mmoja kwa wao, akasema, Mfalme Jehoshaphat, Yuda na Benjamin, sikia neno la Bwana. Msiogope jeshi kubwa hili mnaloliona, maana vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Na akawapa mwelekeo kwamba waweze kuimba tu, wamsifu Mungu, naye atawapigania. Wakachukua jamii ya Asaf ikatangulia mbele, sababu walitengwa kwa ajili ya sifa. Walipokuwa na msifu Mungu, wale maadui, wale Amoni, Moabu pamoja na watu wanatoka mlima Seiri, wale wanajeshi wakakeukana wenyewe, wakachanganyikiwa, wakakeukana wenyewe na kupigana, wakauana kwa upanga. Walipowafikia wakapata kwamba wameuana na mali nyingi wameacha pale. So nataka niseme kwamba ukiwa mwana na binti wa Mungu, vita si vyako, vita ni vya Bwana. Na ndio Mungu akupiganie wakati umesikia, wakati umeona, wakati unahisi kuna hatari fulani kwa ulimwengu wa kiroho, Mungu wa kawaida. Sababu mwenye anapigana na wewe ana nguvu zaidi yako, labda ana pesa zaidi yako, labda ana hekima zaidi yako. Chukua hatua. Hawa walichukua hatua ya kufunga na kuomba, na vile walifunga na kuomba ndio Mungu alishuka kaachilia kuchanganyikiwa katikati ya maadui wao, wakakeukana na kupigana wenyewe. So maana yake kwamba chukua nafasi na kuomba Mungu, na maombi yo naomba sababu Mungu hufanya kulingana chenye umemuomba. Mwambie Bwana,
achilia kuchanganyikiwa katikati ya maadui wangu. Hawataelewana katika vikao vyao. Biblia inasema Isaya 54 mstari wa 15 kwamba yamkini wamekusanyika, lakini si kwa shauri langu, wote wataanguka ni kwa ajili yako. Namwambia Mungu, wamekusanyika lakini si kwa shauri lako. Achilia roho ya kuchanganyikiwa katikati yao. Hawataelewana, hawataweza kuelewana, watapigana wenyewe katika jina la Yesu. Kwa ufupi, napenda nitoe ushuhuda kidogo. Nakumbuka kuna mpendwa ambaye ako ndani ya Yesu. Nakumbuka miaka sa pale nyuma, sitaki kusema ni mwaka gani. Huyu mtumishi wa Mungu ikawa kwamba kuna walioinuka sababu ya huduma vile wanaofanya, na wakainuka na mashtaka mpaka wakamshtaki kwa askofu wao. Habari alipoipata, sababu Mungu ni Mungu wa kukujulisha mambo kabla hayajatokea, alihuzunika, na alipohuzunika akachukua hatua ya kufunga na kuomba kwa hiyo siku, na akalala chini badala ya kulala kwa kitanda ule usiku, akimwambia Mungu, hapa sina baba, sina mama, sina ndugu na sina wa kunitetea. Wewe ni peke yako unaweza kunipigania vita vya aina hii. Akasema naachilia kuchanganyikiwa kati hawa wale wamejipanga kwa ajili ya kuniweka ili kunifanyisha kesi na pia kuniharibia huduma. Alimlilia Mungu usiku wote. Ilipofika asubuhi, ikawa kwamba ili kusanyiko la hao wapendwa wamekuja kufanyisha kesi. Walipokaa kwa kikao, basi ili waanze kile kikao, yule mtumishi wa Mungu akasimama akaanza kuomba. Mara moja akajikuta ananena kwa ndimi na kutoka nje. Akatembea nje kwa uwanja, hao wengine pia wakajikuta wanamfuata wanaomba. Walipomaliza baada ya dakika 30 kurudi ndani, sema kwamba basi ni wewe ndio ulileta habari, sema ilikuwaje? Yeye akasema si mimi ni huyu. Yeye anasema si mimi ni huyu. Bishop akasema mnafanya mchezo, mliniita hapa ili kunionyesha mchezo. Wakamtukana bishop na wakashikamana wenyewe mashati, wakataa kupigana. Yule mwenyewe alikuwa ametuhumiwa makosa, yeye ndiye aliweza kuwakawanyisha. Mungu ni Mungu anayepigania wenye haki. Wakati wenye haki wamemuita na kutangaza kwamba aachilie confusion kati ya kusanyiko la maadui, na maadui hukeukana wenyewe na kupigana. Natangaza katika jina la Yesu, wakati huu yeyote mwenye ameinuka kukupiga, wawe ni wa kiume ama wa kike, kwa ulimwengu wa ulimwengu wa kawaida, sababu ile kusanyiko Mungu hajahusika, waanguke kwa ajili yako, wakeukane wenyewe na kupigana wenyewe katika jina la Yesu. Jambo lingine, Mungu hupigania wenye haki kutumia malaika. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 37 mstari wa 36 kuendelea mbele, kuna wakati ule ambao Syria alikuwa ni superpower kama vile Amerika sasa. Mfalme wao alikuwa anaitwa Sennacherib. Sennacherib aliinuka, alikuwa na uwezo, alikuwa na majeshi ambao walikuwa na magari ya kwenda kwa kasi. Wanajeshi wenye wamejifunza, ni hodari sana. Superpower, wana jeshi la kipekee. So kwa hivyo akaamua kupigana na mataifa. Akapiga Misri, akachoma miungu yao. Akapiga mataifa mengine, akachoma miungu yao ambaye ni sanamu. Kiburi kikamwingia, na wakati huo Hezekia alikuwa mfalme wa Yuda na Isaya alikuwa ni nabii. Akatuma waraka kupitia mjumbe mmoja kumpelekea Hezekia. Hezekia aliposoma waraka akaona kwamba amesema, Hezekia mfalme, usidanganye Waisraeli kwamba kuna Mungu katika nchi ya Israeli. Nyinyi hamwezi mkashinda Misri na mataifa mengine ambayo niliwapiga na kuchoma miungu yao. Hezekia aliposikia alirarua nguo zake akalia. Alipolia akachukua ule waraka na akakimbia mpaka kwa nyumba ya Mungu. Madhabahuni akaweka hiyo barua kwa madhabahu. Akamuonyesha Mungu. Mungu aliposikia akamwambia Isaya alete habari. Hezekia, usilie kwa sababu ya mfalme wa Ashuru. Nitamshika kwa pua, ni kama vile namshika mamba na kumtoa kwa maji. Aliposema hivyo, usiku huo alituma tu malaika mmoja kwa kambi ya adui. Alipotuma malaika, aliua majeshi yote, na fahari ya mfalme ni majeshi. Mfalme Sennacherib alitoroka
na vile alitoroka akauawa. Nataka niseme kwamba Mungu hupigania wenye haki kupitia malaika wake. Wakati unapoomba, elewa Biblia inasema kwamba Mungu hutuma vituo malaika kuwasunguka wenye haki. Malaika wenye wamekusunguka wako pale hata na wenye vita, na hawatapigana kama hujawapea kazi. Wakati unapigia vita, mwambie Bwana, natuma malaika wako kwa kambi ya maadui. Vikundi wenyewe wamekusanyika kinyume na mimi, pigana kwa niaba yangu. Mungu hupigania wenye haki kupitia malaika katika jina la Yesu. Nikielekea kumalizia, Mungu hupigania wateule wake kupitia asili, na asili yenyewe naongea juu yake, anatumia radi na ngurumo zake. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa kwanza kuendelea mbele, ukipata nafasi usome 16, mlango wa 16. Kuna wakati ambapo Wafilisti walipopigana na Israeli wakawanyang'anya sanduku la agano, na hii sanduku la agano likawaletea shida, wakaamua kulirejesha. Waliporejesha, Israeli aweze kumshukuru Mungu kwa kutoa dhabihu. Basi ikawa kwamba hawakufanya vile, na adui akaendelea kujipanga na kutaka kuangamiza. Walipomlilia Isaya alipomlilia Mungu, Mungu akamweleza Israeli wamtolee dhabihu. Nao akaanza kumtolea Bwana dhabihu ya kumimina maji juu ya ardhi, wakimwambia Mungu, tumekutenda dhambi, tusamehe, na pia tunashukuru kwa kile chenye umetutendea. Lakini Mungu hakutaka hiyo dhabihu ya kumimina maji. Wanafanya hivyo, ndio maadui wanajipanga, wanakuja wakalilia Samueli kwamba Samueli, tuombee kwa Bwana. Alipokuwa wanamwambia hivyo, akachukua mwana kondoo akatengeneza madhabahu pale Mispa. Mispa means madhabahu ya Bwana. Akachukua huyo mwana kondoo akamweka juu ya kuni akamchoma. Alipomchoma, maadui walikuwa wamejikusanya, wale Wafilisti. Mungu aliachilia ngurumo za radi, na pia radi yenyewe kwa mlipuko mkubwa, mpaka maadui wakachanganyikiwa. Nataka niseme hivi kwamba Mungu hupigania wenye haki kutumia nature, na anaweza kutumia radi na ngurumo yake kwa ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kawaida. Nakumbuka kuna wakati mmoja tulikuwa kule South Nyanza tunahubiri kwa crusade, na kulikuweko na mganga mmoja ambaye alikuwa ako kinyume na watumishi wa Mungu wanaohubiri mikutano ya hadhara na hata ya ndani. So kama unaweka mkutano, labda vyombo viungue ama mvua inyeshe, usiweke mkutano. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ambaye tulikuwa na yeye, ndiye alikuwa anahubiri. Tukawa tumeweka mkutano na mvua ikawa imekimba kabisa, itaka kunyesha. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba vile Mungu anavyoishi, ewe mchawi, imeandikwa kwamba na mchawi asiishi. Tunaachilia ngurumo, saradi na radi kwa boma lako, hautapinga injili ya Mungu na hautaishi tena. Tuliona maajabu kwa wakati ngurumo ziliweza kutoka kwa anga na radi kaaka kama moto. Ilipofanya hivyo, mvua ikatawanyika, haikunyesha. Tukimaliza mkutano, tukasikia mganga ameaga, hayupo. Ilisababisha wengi kuokoka kwa mkutano. Mungu hupigania wenye haki kupitia nature. Anatumia ngurumo, saradi na radi yenyewe. Alipigania Yoshua kupitia mawe kutoka mbinguni kupiga maadui. So wewe kama mwenye haki wa Mungu, ni wewe uelewe kwamba Mungu atakupigania, lakini kama umeomba na kumweleza unapenda kupigania kwa njia gani. Numbers chapter 14 verse 28, Biblia inasema kwamba kile mtakachokisema na nikisikie masikioni pangu nitatenda. Mungu yeye ameteka sikio wakati vita vimeinuka. Vita vile vinavyotamani akupiganie, hivyo ndio vile atakavyokupigania. Na mimi naomba vile umepata hili, ukichukua hatua kwa kuomba, Mungu akupiganie katika jina la Yesu. Labda unapitia vita fulani, unganisha imani yako pamoja nami ninapokuombea na Mungu akutetee. Pengine vita unayopitia ni kwa ndoa yako. Kuna wale wenye ambao wameinuka kusudi kuiharibu.
Kuna wenyewe ambao wanakupiga vita, wanataka kunyang'anya shamba. Kuna wenyewe wanakupiga vita kwa masomo, wanasema kwa hii jamii yetu hakuna mwenye amefaulu akaenda university, huyu anaenda wapi? Wanaanza kukupiga vita. Kuna wale wanakupiga vita sababu una watoto, hauna amani usiku na mchana. Katika ya maombi na Mungu akupiganie. Kuna wale wanakupiga vita kwa huduma unaofanya kwa huo mji, kwa hicho kijiji. Bwana wa vita na akupiganie katika jina la Yesu. Tuamini tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye anasikiliza hili neno lako kwa ujumbe huu kuhusu Bwana vile unavyopigania wenye haki wako. Wenye haki, tumefanyika wenye haki sababu ya wokovu tulioupata. Ninataka nisema kwamba mwenye hukujua dhambi ulifanyika dhambi ili tuhesabike wenye haki wa Mungu. Na wenye haki wa Mungu na wapigania. Na inua jina lako ewe Bwana wa majeshi ambaye unapigana vita. Pigania vita maisha huyu mpendwa. Kuna wale wanapita vita katika ndoa yao. Kuna maadui wameinuka na nia moja kwamba ndoa hii ivunjike. Natangaza kuchanganyikiwa kwa vile vikao wenyewe wanakaa kipanga namna hii ndoa itavunjika. Wanachanganyikiwa na kukeukana wenyewe katika jina la Yesu. Kuna wale ambao wamejipanga kunyang'anya shamba, kuharibu masomo ya huyu mtoto, kuharibu maisha ili kwamba huyu ndugu afe asiishi, ama alemae asumbuke, kuharibu biashara na achilia confusion, na hata pia wanakeukana na kupigana wenyewe katika jina la Yesu. Pia natangaza hivi sasa kwamba unaachilia ngurumo saradi kwa ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kawaida na radi yenyewe kuwapiga hawa maadui wenye ambao wametesa huyu mpendwa. Nafasi pia Bwana umeinuka ukiwa mfalme ili kusudi kuweza Bwana kuwapiga hawa maadui na kuwanyamazisha. Hawatafaulu kinyume na mtumishi wako, hawatafaulu kinyume na kazi yake, hawatafaulu kinyume na huduma wake katika jina la Yesu. Mungu unapigania huyu mpendwa sababu Bwana wa majeshi ndio jina lako. Asante kwa kutenda sababu ni mwaminifu. Kuna wale vita wanavipitia, wameachilia magonjwa kuwapiga. Haya magonjwa yanawarudia wenyewe na huyu ndugu anapokea uponyaji, anapata afya katika jina la Yesu. Asante maana umetenda, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen, amen. Wakati unaendelea kunifuatilia, kumbuka akaunti yangu ni Apostle Leonard Mabonga kwa YouTube, na kwa Facebook ni Simiyu Mabonga Leonard. Kumbuka kulike, comment na kusubscribe na kushare. Nambari yangu ya simu kama labda unapenda niweze kukutana nami katika ushauri kwa jambo fulani nalipitia ama kuomba pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0720 93 27 83. Mungu akubariki na kutende mema. Shalom, shalom.